Babake Rosemary anaonekana kukata tamaa akilitazama kaburi la mwanawe wa umri wa miaka 21, mtoto aliyemlea kwa hali na mali, ila alitewa maiti ya mwanawe ikiwa vipande. Hiyo maneno utafuata kama una pesa. Kuenda Nairobi alafu unarudi. Kama una pesa, usinyamaza. Sijui yani kama kitu yangu unasababisha. Kwa hiyo poteza mtoto wangu. Anazungumzia kuhusu mauaji ya kikatili ya mwanawe Rosemary. Mwili wake ulikuwa miongoni mwa maiti 5 iliyopolewa kutoka Kinamasi cha Kwale huko Pipeline Nairobi. Sikari anafanya vile najua hiyo mambo haisi. Hata sasa hii nimesikia uchungu wa mtoto wangu. Na anakuwa mtoto wangu kubwa. Katika kijiji cha Bushini huko Butere, kaunti ya Kakamega, tunakutana na familia ya Josephine Mulongo Owino. Familia hii imesalia kukumbatia picha ya binti yao. Jambo ambalo limesababisha sana kwa sababu polisi na mtoto kwa hali kama hiyo si jambo zuri. Jukumu la kulinda watoto baada watu wawili hapa ni ngumu. Familia ya msichana huyo wa miaka 27 ilizika sehemu ya nusu ya mwili wake. Josephine na Rosemary ni miongoni mwa wasichana 5 waliouawa na miili yao kutupwa katika Kinamasi cha Kwale Nairobi. Ilikuwa ni kutoka hapa mpaka na kichwa. Sasa kutoka hapa kwenda chini ya ilikuwa vile tulitoka hapo tukaenda tukazika. Hakuna mtu yoyote. Kando na miili hiyo 5 kulipatikana vipande 17 vya miili ya binadamu ambavyo wenyewe hawakutambuliwa. Kwa polisi zilitoa moja ilikuwa at least unaweza ona sura na ilikuwa ya Ellis mwenye alikuwa na Colgate lakini alikuwa amekatwa into pieces. Familia za waathiriwa zinataka kujua ni vipi wanawao waliuawa kikatili na miili yao kutupwa hapa. This escape was not truly an escape. If that is the truth of the allegation, we have a mass murderer that is running around the nation and he is still not caught. Ninashangaa mtoto wangu hakuwa na maneno kama hayo. Wachunguze waone kabisa kweli alifanya ama hakufanya. Emmanuel Ogongo pia alipoteza dada yake katika mauaji hayo. Roslyn Akot Ogongo alitoweka, lakini polisi walimpuuza Emmanuel alipopiga ripoti. Juhudi za kumtafuta ziliambulia patupu na hatimaye waliupata mwili wake katika hifadhi ya maiti ya City. Mwili ulikuwa umeletwa hapa kutoka Kwale. Walituletea watu wawili, mwili wawili na zilikuwa zimekatwa nusu. Pande juu peke yake ndio iko, pande chini hakuna. Na tukimwangalia na bila alikuwa anakaa na ile nguo alikuwa amepata kwa nyumba ni ile tu tulipata nayo. Katika eneo la tukio, wananchi wenye hasira walizoarabisha wakati miili hiyo ilipopatikana, wakitaka kujua mhusika ni nani. Kwa bahati ya mtende, polisi walifanikiwa kumnasa Collins Jumaisi. Walimtaja kuwa mshukiwa mkuu wa ukatili huo. From my interrogation, all his victims have been murdered in the same style, like we had alluded to yesterday. Baadhi ya familia zikadhibitisha kuna vitu vya upendo wao vilikuwa miongoni mwa ushahidi katika kesi hiyo. Kuna kafaa, ile kapeni ilikuwa nayo, ilipatikana na watu wasema yake, simu, hiyo bag. Na kuna kasosi moja ilikuwa ndani ya bag. Kuna kasosi moja ilikuwa ndani ya bag. Hiyo socks ilikuwa ndani yake na moja aliacha kwa nyumba. Kwa hivyo tukiangalia hizi evidence, polisi sema yeye hata sisi tutajua ndio. Polisi wakamfikisha Jumaisi mahakamani. Mshukiwa huyo akizuiliwa kwa kipindi cha mwezi mmoja katika kituo cha Gigiri, mojawapo ya vituo vya polisi vyenye ulinzi mkali hapa Nairobi. Katika kipindi hicho, msako nyumbani kwake ukaibuka na ushahidi zaidi. Tulikuwa tunaishi na mtu mwenye kumbe za mauaji, tulishika pesa, tulishika sana. Aongeleaje mtoto wasi? Tulikuwa tunasema kumbe pengine tungekuwa next pia. Ghafla siku wa kuamkia tarehe 20 Agosti mwaka 2024, Wakenya wakaamkia taarifa kwamba mshukiwa Collins Jumaisi katoroka kutoka seli za polisi. Preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders
considering that officers were deployed accordingly to cut the session. Consequently, I have interdicted 8 officers who were on duty last night, and any person found culpable will face full force of law. Wengi waliamini serikali ilikuwa na siri fiche. Kuja kuna vile alipotea kwa seli ya polisi. Kwa njia gani mahali imeangaliwa chungwa kiasi ile tuliona. Ni kama kuna kitu wanajua. Polisi waliodaiwa kuhusika walisimamishwa kazi kwa muda na kushtakiwa. Hata hivyo, kesi dhidi ya polisi hao ilitupiliwa mbali kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Jumaisi alitoweka hivyo. Wakenya walishindwa kuelewa hadithi ya polisi. Pia sisi tuliona kama wanafanya hiyo brada alafu akakugushia goli huyo jamaa. Tuko na record yote ile amefanya crime hapa ama tufanye nini ama ameshikwa amepelekwa polisi ama kotini habari. And the Kenyans have not yet been told what truly transpired at the Kware dam site. Kitengo cha DCI kililazimika kuchapisha picha mshukiwa na kuomba radhi huku kikitaka wananchi kuwasaidia polisi kumnasa. Hadi sasa Jumaisi hajapatikana. So Collins Jumaisi will remain innocent until proven guilty, but he was the most probable suspect. The DCI very clearly came out and said we have enough evidence to put him in court of law. And the question was, why was he not guarded sufficiently well so that he would have his time in court? Kwa familia za waathiriwa, kutoweka kwa Jumaisi kuna wakati hii. Tunauliza kama mambo mawili. Justice ipatikane na wale tusizoele tulipata hiyo shida. Compensation ifanye nini? Ipatikane. Serikali nayo imekuwa ikijikanganya kuhusu kesi hii. Why is it not possible 365 days later for Collins Jumaisi not to be in custody again? And we ask the same question until they give me an answer. And not just an answer, a practical answer. So we feel that there is more that is being hidden by the state. First, let's start with the motive. Even the motive was such that there is a gain on the part of national police service that there might be something that someone is trying to gain from it. There is absolutely nothing to gain from that guy. Collins Jumaisi Halusha ni mwana wa marehemu Elijah Jumaisi na mama Margaret Rose. Alizaliwa kaunti ya Vihiga, eneo bunge la Hamisi, kata ndogo ya Shiringa, wadi ya Shiro. Akiwa umri wa miaka 2, pamoja na mama mzazi walihamia huko Sori, kaunti ya Migori. Kwa sasa mshukiwa huyo ametoweka. People can get lost in this country, you know. I am not sure whether he's alive. So there's the other question. What if he's not alive, you know? What if he's not in the country? What if he is, you know? There are many things that we can think about. He cannot tell us who killed those women. He cannot even come and tell us what happened to that guy who was arrested and disappeared from a certain police station in Nairobi. He cannot even tell us what is it the government is doing so that we get to know who killed those women. Hata kama mtu anazika mtu wake, huyo mtu anasikiangaje? Wakati hiyo kesi ifuatiliwe, and we request that we support each other to ask Kenyans to provide information. And I really hope that this guy will catch up with this person. Polisi wanamtafuta, familia za waliouawa zikiwa na imani kuwa siku moja atapatikana na ukweli kufichuka. Franklin Wala, makala ya Kinamasi cha Kware.